Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa unaifuatilia mafundisho katika chaneli hii ya Mikono ya Kristo. Basi leo ni siku nyingine tena, ni maombi ya kukomboa nafasi yako. Ni maombi ya kukomboa nafasi yako. Yamkini Mungu amekusemesha mara nyingi kuhusu habari ya nafasi. Unapaswa ufike katika kiwango fulani. Yamkini nafasi yako ni kubwa, lakini bado unasumbuka. Bado unasumbuka na nafasi ndogo ndogo. Kumbe Mungu amekukusudia kwenye nafasi ya kiwango fulani. Sasa ili uweze kuifikia hiyo nafasi, lazima kuna gharama. Na gharama yake lazima uingie katika maombi. Na ndio maana ukija kusoma katika kitabu cha Luka sura ya 18 aya ya kwanza, anasema inawapasa kumomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa nini? Kwa sababu ili uweze kukomboa nafasi, hakikisha unaingia gharama ya kuomba. Na wewe unayenifuatilia katika haya maombi ambayo tukaenda kuyaomba, maombi ya kukomboa nafasi, hakikisha unaingia gharama ya kuomba. Muombe Mungu nafasi yako aweze kukurejeshea, yaani ile nafasi ambayo Mungu amekukusudia uweze kuifikia. Na natamani sasa twende mbele za Bwana tukaombe. Natamani twende mbele za Bwana tukaombe, tukamlilie Mungu kwa habari ya nafasi yako. Mimi sijui ni nafasi gani yamkini ndani ya nafsi yako natamani wewe. Yamkini Mungu amekusemesha kwa habari ya nafasi, lakini yamkini bado haujaifikia. Ni kwa sababu haujaomba. Tunatamani kwenda mbele za Bwana. Hebu inua moyo wako sasa, muinulie tu Bwana, kwamba Bwana, mwambie tu Bwana, natamani sasa ukomboe nafasi yangu, ile nafasi ambayo umeikusudia kwenye maisha yangu, nikaweze kuipata. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya maombi haya nitakayoenda kuyaomba juu ya nafasi yangu. Bwana Yesu, komboa nafasi yangu sasa. Haijalishi ni wapi imezuiliwa, haijalishi ni wapi imefungwa kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu, komboa nafasi yangu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante Bwana kwa ajili ya watumishi wako hawa. Asante Bwana kwa kuwa yupo mtu mmoja anatamani nafasi yake ikakombolewe siku ya leo. Yupo baba mmoja anatamani nafasi yake ikakombolewe. Yupo mama mmoja anatamani nafasi yake ikakombolewe. Yupo binti, yupo kijana anatamani nafasi yake ikakombolewe. Haijalishi nafasi yake ilizuiliwa kwa muda mrefu. Haijalishi nafasi yake iligandamizwa kwa muda mrefu. Baba, nasimama mbele zako sasa kama mtumishi wako uliyeniita kuifanya kazi yako kwa ubora, kwa ufanisi na kwa kiwango cha juu. Baba, natamka sasa nafasi ya baba huyu ikakombolewe. Nafasi ya kijana huyu ikakombolewe. Nafasi ya binti huyu ikakombolewe. Nafasi ya mama huyu ikakombolewe katika jina la Yesu Kristo, kwa kuwa ipo damu yenye thamani, damu ya Yesu Kristo ipitazo damu zote. Haijalishi ulitoa sadaka za damu, haijalishi ni damu za njiwa, damu za kuku, damu za mbuzi, damu za kondoo, damu za ng'ombe, iwe damu za ngamia, damu za watu, wakazika nafasi ya baba huyu, wakazika nafasi ya kijana huyu, wakazika nafasi ya mama huyu, wakazika nafasi ya binti huyu.
naituma sasa damu ya Yesu Kristo kokote kule ilikozikwa hiyo nafasi. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo inatembea damu ya Yesu Kristo, inatembea damu ya Yesu Kristo, inatembea damu ya Yesu Kristo, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ikakupigania sasa, ikakupigania sasa, ikakupigania sasa, ikakupigania sasa. Yamkini kuna wengine walichora mstari wakasema kwamba hatavuka mahali hapa, hatavuka mahali hapa. Natangaza sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, utavuka, 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 utavuka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana anaenda kuondoa sasa kila kizingiti, anaenda kuondoa kila kizuizi, anaenda kuondoa kila kizuizi chote. Haijalishi wameweka kuta, wameweka ngome, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu li hai tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga wao. Kwa neno la Bwana nalituma sasa likaondoe kila kizuizi, likaondoe kila kizuizi chochote kile kilichokuwa kinazuia nafasi ya baba huyu, kikaondolewe kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kilikuwa kinazuia nafasi ya mama huyu, kikaondolewe kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kile kilichokuwa kinazuia nafasi ya kijana huyu, kikaondolewe kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kilikuwa kinazuia nafasi ya binti huyu, kikaondolewe kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno la Mungu ni kama moto, ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande, vipande vipande, vipande vipande. Kila kuta zote zikavunjwe vunjwe, vikavunjwe vunjwe. Miamba yote ikavunjike, yote ikavunjike, yote. Kila zuio tunaondoa katika jina la Yesu Kristo. Zuio lolote liyokuwa limeachiliwa likazuia nafasi, ile nafasi ambayo Mungu amekusudia, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nafasi inakombolewa, inakombolewa nafasi. Mimi sijui ni nafasi ya nini. Nafasi ya kupanda vyeo, nafasi ya kumtumikia Mungu kwa kiwango kile ambacho Mungu amekusudia. Nafasi inakombolewa sasa, inakombolewa sasa. Bwana anaposema na maanisha, nao wakamshinda kwa damu la kondoo, kwa damu la kondoo. Ipo damu ya Yesu Kristo ipitazo damu zote, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Inakomboa, inakupigania power, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu hai. Inashuka nguvu ya Bwana, nguvu ya Bwana haizuiliwi na chochote. Power haizuiliwi na chochote, kwa jina la Yesu Kristo, 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 na kwa damu ya Yesu, 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 na kwa damu ya Yesu. Hizo ngome zote, haijalishi waliweka kuta, waliweka ngome, wakatamka na maneno, tunayafuta maneno yao, tunayafuta kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu, na kwa jina la Yesu, na kwa jina la Yesu. Natamka sasa hiyo nafasi ikafunguliwe, ikakombolewe katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Katika jina la Yesu Kristo, ipo nguvu ya Bwana, inapita sasa, inapita sasa, ni kama tetemeko, tetemeko. Hizo ngome, hizo kuta zinaanguka, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, hizo ngome zilizokuwa zinazuia kufika kwenye nafasi yako ambao Mungu amekusudia, zinaanguka sasa, zinaanguka hizo ngome, kila kizuizi power, katika jina la Yesu Kristo. Ndio, haijalishi waliweka walinzi, wakatamka hata piga hatua,
hatafanikiwa, hatafika kwenye lengo lake, hatafika kwenye kiwango fulani. Oh, tunatamka kwa jina la Yesu Kristo, walipigwe sasa, wapigwe. Oh, hao walinzi, haijalishi mapepo, miungu mizimu, wachawi, waganga, shirikina, walitamka kwa jina la Yesu, pigwa wote. Oh, hao walinzi, washughulikiwe sasa, washughulikiwe. Oh, wanaozuia nafasi yako, haijalishi ni wengi, wana nguvu za utimilifu, lakini hata hivyo watakatwa kwa neno la Bwana, linafyeka. Oh, katika jina la Yesu Kristo. Oh, kwa neno la Bwana linapenya, linafyeka. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga wao kweli. Oh, katika jina la Yesu Kristo, kwa neno la Bwana linasafisha. Oh, inasafisha katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Yes. Bwana sasa akuketishe kwenye nafasi yako. Yes, Bwana akuketishe kwenye nafasi yako. Ndio, pokea tu. Oh, pokea nafasi yako. Haijalishi ilifungwa kwa muda mrefu, ilizuiliwa kwa muda mrefu. Yes, pokea nafasi yako. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Yesu, ndio. Pokea zaidi. Kwa damu Yesu, imekomboa hiyo nafasi. Yesu, unaenda kwa kiwango kingine. Power katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza. Tunasema asante Bwana kwa kukomboa nafasi ya baba huyu, kukomboa nafasi ya mama huyu, kukomboa nafasi ya kijana huyu, kukomboa nafasi ya binti huyu. Oh Baba, zipo nafasi nyingi zilizokuwa zimezuiwa na adui. Baba, tunakushukuru Bwana. Oh, tunakushukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Sante Bwana, tunakurudishia sifa na utukufu jina lako, ni katika jina la Yesu Kristo. Basi wewe ambaye umefuatilia maombi haya, naamini kabisa kuna nafasi ambayo Mungu amekusudia. Yamkini Mungu alikusemesha na hiyo nafasi ukawa umeifahamu, lakini ulikuwa bado hujafikia kwenye kiwango kile ambacho ulitakiwa ukifikie. Yamkini hiyo nafasi ilikuwa na upinzani, hiyo nafasi ilikuwa na vita. Basi naamini, hebu endelea kuomba haya maombi. Amini kabisa Mungu anaenda kukupigania, anaenda kukurejeshea nafasi yako, ile nafasi ambayo Mungu amekukusudia kwenye maisha yako. Basi ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Francis Mabina. Hadi wakati mwingine palipo majaliwa. Bye bye.